Karibu Tabora, karibu Toronto. Tumeendelea kukabiliana na makosa mauaji na yapo mafanikio makubwa ya ukamataji wa watuhumiwa mbalimbali kwa mkoa wetu. Aidha, sababu zinazopelekea matukio ya mauaji kwa mkoa wa Tabora ni pamoja na wivu wa kimapenzi, imani za kishirikina, migogoro ya ardhi, kulipiza kisasi na pamoja na migogoro ya mirathi. Takwimu hizi zinatolewa mbele ya hadhira hii na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi SACP Richard George Abwao, ikiwa ni adhimisho la siku ya polisi na familia iliyofanyika katika uwanja wa FFU Tabora na kutanguliwa na paredi maalum lililokonga nyoyo za wanafamilia hawa mahali hapa. Pamoja hiyo kikosi kikubwa Kasia kwa mbili polisi jibu. Siku hii inatumiwa na jeshi hili la polisi kufanya tathmini ya mambo mbalimbali yaliyotekelezwa kwa kipindi cha mwaka uliopita, yani 2025. Jumla ya makosa yote ya jinai yaliyoripotiwa kwa mkoa wa Tabora kwa kipindi cha mwezi Januari hadi Disemba 2025 ni makosa 16738 ikilinganishwa na makosa 17129 yaliyoripotiwa kwa kipindi kama hicho kwa mwaka 2024. Hivyo kuna upungufu wa makosa 391 ambapo ni sawasawa na 2.3%. Makosa ya usalama barabarani yaliyoripotiwa kwa kipindi cha mwezi Januari hadi Disemba 2025 ni 29421 ikilinganishwa na makosa 25964 yaliyoripotiwa kwa kipindi kama hicho kwa mwaka 2024. Hivyo kuna ongezeko la ukamataji wa makosa 3457 sawa na 13%. Ongezeko hili limetokana na operesheni mbalimbali ambazo zinafanyika za kukamata makosa ya usalama barabarani. Katika kukabiliana na hali hiyo, tumejiwekea mikakati ya kufanya misako endelevu, kuendelea kuishirikisha jamii katika utoaji wa elimu pamoja na taarifa za uhalifu na wahalifu kupitia miradi mbalimbali ya polisi jamii, kwa kushirikiana na viongozi wa dini na taasisi nyingine na wenye viti wa vitongoji na vijiji na mitaa katika kukabiliana na uhalifu. Maonesho mbalimbali ya kazi za polisi kupitia vikosi vyake nayo yalipewa nafasi katika siku hii. Ni kuombe tu mtazamaji wangu, onesho utakaloliona hivi punde lisikutishe na kukupa hofu moyoni mwako. Huyu ni yule Witi Adelina ambaye alipata zawadi kwa ajili ya kumwangalia mbwa wake na namna anavyofundishwa. Tunaona ni namna gani mbwa wake anafanya kazi vizuri, sababu ndio mbwa alofanya ukamataji na vikwazo pia anaruka vizuri. Wow, makofi na vigelegele kwake tafadhali. Wow. Biasiri sio tofauti kama ambavyo tunasikia. Ufanisi wa jeshi la polisi unaungwa mkono na viongozi wa dini, na hapa Askofu Daktari Elias Chakupewa, Kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Tabora, anaiomba serikali kuendelea kutoa kipaumbele cha bajeti kwa majeshi yote ya Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya katika utunzaji na usimamizi wa amani ya wananchi na mali zao. Lakini katika kuwepo kwetu hapa nimejifunza kitu muhimu sana, kwamba kumbe kazi tunayoifanya sisi kama viongozi wa dini inafanywa pia na jeshi la polisi katika kuelimisha, katika kuwasaidia watu. Watu wengi wanafikiri jeshi la polisi kazi yao ni kamata tu, na wajui kwamba jeshi la polisi lina kazi nyingine ya ziada ya kuwaelimisha watu hata kabla ya kuwakamata wanapokuwa wameharibu. Nawaombea, nawatia moyo, usichoke kufanya kazi yenu kwa bidii na kwa maarifa. Lakini tukiomba pia serikali yetu ya Tanzania katika bajeti yake, kwa kweli jeshi la polisi na majeshi mengine wapewe kipaumbele kuliko kazi zingine zote, kwa sababu hakuna jambo linaweza kufanyika katika dunia hii au katika nchi hii kama hakuna usalama katika nchi hii. Mkuu wa mkoa wa Tabora hapo Matiko Chacha, aliyowakilishwa na mkuu wa wilaya ya Urambo Dr. Hamisi Mkanachi, anasisitiza uwepo wa amani na usalama ndani ya mkoa wa Tabora kuwa ni matokeo ya juhudi na mshikamano mkubwa uliopo kati ya viongozi wa mkoa huu pamoja na wananchi wake.
Na hali tunayoona kwa jeshi la polisi haiishii kwa polisi peke yao, na majeshi mengine yote au na vikosi vingine vyote vya ulinzi na usalama vimeimarika kwa maana ya mafunzo, vimeimarika kwa maana ya vifaa. Angalia doria zinazofanywa, dume na zisizokuwa dume zinafanyika. Hii ni kazi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, akihakikisha kwamba nchi yetu na viunga vyetu vyote vinaendelea kuwa salama, na sisi Tabora tunasema ni salama zaidi. Tumeonyesha ulimwengu na tumeonyesha Watanzania wengine kwamba sisi tuko salama na tunaendelea kuwa salama. Mmeona matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakiripotiwa. Uhalifu Tabora sio mahala pake, ujambazi Tabora sio mahala pake, utapeli Tabora sio mahala pake. Mmeona kila aliyejaribu kufanya la kwake hakuweza kufika nalo mwisho. Makachelo wetu, vijana wetu, vyombo vyetu kwa ushirikiano vimewatia nguvuni na Tabora imeendelea kuwa salama. Karibu Tabora, karibu Toronto.